Tuanze tafakari yetu tukijikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa namna pekee kwa maombezi ya watakatifu wote, ili tafakari hii tusaidie kukua kiroho na sisi baadaye tupate utakatifu tunaoutafuta tukiwa bado hapa duniani, lakini ukamilisho wake upo huko mbinguni. Wapendwa katika Kristo, kila tarehe 1 ya mwezi Novemba kanisa linafanya sherehe ya watakatifu wote. Kiini chake ni hivi: tuna watakatifu wengi tu tunaowakumbuka, ambao tunawafahamu wengi tu. Majina ya watakatifu tunayo mengi katika misa, tunawakumbuka kuanzia Januari mpaka Disemba. Lakini hao tu ndio waliotambuliwa na kanisa kwamba ni watakatifu. Wapo watakatifu wengi ambao hawamo kwenye vitabu, hawajatangazwa duniani sehemu mbalimbali, wapo na wala hatuwajui hata majina yao, lakini wapo. Sasa kanisa likaona ni vyema, kwa vile tunawakumbuka watakatifu wale ambao ni wachache tunaoadhimisha katika misa zetu na katika kumbukumbu zao na ibada mbalimbali, iwepo siku moja sasa ya kuwakumbuka, kufanya sherehe ya watakatifu wote wale ambao ni waombezi wetu, tukiwakumbuka kwa adhama, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yao mazuri ya mfano kwetu, hao watakatifu wote ambao wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa ndio kiini kimsingi cha sherehe hii ya watakatifu wote. Dhamira kuu ambayo nimeiona inatufaa kwa leo ni hii: wito wa utakatifu, safari ya wote waliobatizwa. Wito wa utakatifu, safari ya wote waliobatizwa. Wito wa utakatifu ndio wito wa kila Mkristo mbatizwa, kwamba mimi ni padre, wewe ni mganga, huyu ni mfanyakazi, huyu ni mvuvi, huyu ni kijana, ni mwimbaji, huyu ni mwigizaji. Hizo ni kazi mbalimbali, wito mbalimbali tunaopewa na Mwenyezi Mungu. Lakini wote kama Wakristo, bila kujali unafanya nini hapa duniani, bila kujali una utume gani, wote wito ulio mkubwa wa kwanza ni wito wa kuwa mtakatifu, a call to holiness, wito Mungu anaotuitia kuwa mtakatifu. Sasa baada ya kuona dhamira hiyo ya kwamba wito wa utakatifu, safari ya wote waliobatizwa kama ndio itatuongoza, tuone mambo machache na tuanze na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2013. KKKK, katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2013 inasema hivi, na nukuu: wote waamini wa Kristo wa hali yoyote au wa maisha yoyote wameitwa na Bwana kuwa wakamilifu kama baba alivyo mkamilifu. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu katika Kristo, kila mmoja, njia za utakatifu zinatofautiana kulingana na karama, hali na wajibu wake katika maisha yetu ya kila siku. Lakini wote tumeitwa kufikia ukamilifu wa mapendo kwa kufuata nyayo za Kristo kwa msaada wa neema za Mungu. Sherehe ya watakatifu wote kuwakumbuka kwa adhama kimsingi ilianzishwa rasmi na Papa Gregori wa 4 mnamo karne ya 9, ili kanisa lote liweze kuwa na siku moja ya kuheshimu watakatifu wote pamoja, wale waliojulikana na wale wasiojulikana, kama ambavyo nimedokeza. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya ya 2 mpaka ya 4 na aya ya 9 mpaka ya 14. Kitabu cha Ufunuo kwa ujumla wake kimeandikwa au kiliandikwa kwa Wakristo waliokuwa wanateswa kwa sababu ya imani yao, madhuluma hasa ile karne ya kwanza. Mtume Yohane anaoneshwa maono ya watu wengi ambao hakuna wezaye kuhesabu, wakiwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, wamevikwa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao, ishara
ya ushindi na utakatifu, maono aliyooneshwa kule mbinguni huyo Yohane. Tunajifunza nini kutokana na somo hili? Wapendwa, watakatifu ni wale waliosafishwa mavazi yao katika damu ya mwanakondoo. Sasa unaweza ukajiuliza, mtu asafishe mavazi yake kwenye damu? Damu si italifanya liwe jekundu? Hapana, ni lugha ya kiroho. Kusafishwa kwa damu ya Yesu, unakuwa safi, unakuwa mweupe, unakuwa mtakatifu. Kumbe hao watakatifu wamesafishwa katika damu ya mwanakondoo, yani wameshinda dhambi kwa njia ya Kristo. Utakatifu sio hali ya kujivuna, hapana, kwamba nayaweza yote kwa nguvu zangu, bali ni neema ya Mungu inayoishi ndani ya watu wa kawaida wanaomtegemea Kristo kila siku. Na hao watakatifu si kwamba hawakutenda dhambi wakiwa duniani, hapana, walitenda dhambi, ila walikuwa nyenyekevu kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Hivyo kila mmoja wetu, wapendwa, amealikwa kuwa sehemu ya huo umati wa watakatifu Mtume Yohana aliyouona, hao watakatifu waliokuwa na msifu Mungu milele. Mtakatifu Athanasius aliwahi kusema, na nukuu, Mungu alijifanya mwanadamu ili mwanadamu aweze kuwa mtakatifu. Mungu Yesu alikuwa kwa Mungu milele yote, lakini ilipofika wakati akajifanya mwanadamu akawa Mungu, mtu akawa kama sisi isipokuwa dhambi. Kwa lengo gani? La kufanya mimi na wewe ili tuweze kuwa watakatifu. Ni upendo wa namna gani huo mkubwa sana. Nigusie somo la Injili ya Mathayo, sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 12. Somo hili ni la heri. Heri Yesu alizowafundisha wafuasi wake akiwa mlimani. Ni muhtasari au ufupisho wa mtu aliyempenda Mungu kweli. Si maneno ya faraja tu, bali ni mwelekeo wa maisha ya Kikristo. Yesu hakusema hivi, heri watawala, heri matajiri, heri wasomi, bali alisema heri maskini wa roho, heri wapole, heri wanaoteswa kwa haki. Anatufundisha kwamba Yesu, furaha ya kweli haimo katika anasa za kiulimwengu, bali katika moyo ulio mtakatifu, moyo uliopondeka, moyo ulio mnyenyekevu. Kumbe hizi ni heri kadhaa zinatajwa. Somo hili nakuomba ulisome. Sasa mimi kutokana na muda nitagusia labda heri 2-3, kwa sababu zingine zinahitaji twende ndani zaidi, pengine tusipoenda ndani tuweza tusizielewe vizuri. Nianze na heri ya kwanza. Yesu alipowaambia wanafunzi wake kwamba heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini wa roho si yule asiye na mali, kwamba hana vitu, hana mali, huyo ni maskini wa roho, hapana. Bali ni yule mtu anayejua kwamba hana nguvu bila Mungu, huyo ndiye maskini wa roho. Kutambua kwamba mimi ni maskini mbele ya Mungu, mimi sina nguvu yote mbele ya Mungu, mimi ni vumbi, mimi ni takataka mbele ya Mungu, huyo kimsingi ndiye maskini wa roho. Lakini zaidi ni mtu yule anayeishi kwa kumtegemea Mungu zaidi kuliko akili yake, kuliko cheo chake, kuliko pesa yake na kadhalika. Taja vitu vyote unavyoweza kuona vinafaa. Ni moyo unaokiri kwamba Bwana, siwezi lolote bila wewe, ndio umaskini wa roho. Mtakatifu Francisco wa Assisi mara nyingi alisema hivi, na nukuu, Mungu wangu na yote yangu. Yani Mungu ni wangu, Mungu niko chini yake, Mungu ndiyo kila kitu na yale yote ninayokuwa nayo. Ni aina fulani kubwa sana tena ya unyenyekevu. Au Mtakatifu Ignasi wa Loyola
na yeye kuna sala yake ambayo ni kama sala ya kujitoa kwa Mungu kabisa. Kwa Kiingereza tunasema a prayer of abandonment to God. Yani kama unajitoa na unajiweka kabisa mikononi mwa Bwana. Yeye aliwahi kusema kwamba Mungu wangu, najitoa kwako kama nilivyo, akili yangu, uwezo wangu, kila kitu kilicho nacho, karama zangu kwako wewe, nitumie kama unavyotaka. Sasa huo ndio umaskini wa roho. Ni tofauti na ule moyo wa kiburi. Mimi najua Mungu amenipa kila kitu, naweza yote. Huo ni moyo wa kiburi. Sasa huo ndio moyo wa kimaskini. Yesu anaposema heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mtu akishakuwa mnyenyekevu hivyo, tayari ufalme wa mbinguni ni wake. Kwa tumombe Mungu atusaidie fadhila hii ya unyenyekevu. Ndiyo. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Yesu hasemi kuwa huzuni ni kitu kizuri, hapana. Bali anasema kwamba Mungu yuko karibu na wenye huzuni. Wenye huzuni ni wale wanaoteseka lakini bado wanaishikilia imani. Ni wale wanaolia kwa sababu ya dhambi zao, kwamba mimi ni mdhambi, anakuwa na huzuni, anateseka. Lakini vile vile anahuzunika kwa dhambi za ulimwengu. Anaumia, anateseka, na huzuni na mateso, bado anaishikilia imani. Huzuni hiyo mtu akiwa nayo, Mungu atamfariji. Yesu ametuambia. Mfano, anaweza kawa mama aliyempoteza mume wake, lakini kila Jumapili anakuja kanisani na kusema, Bwana nakutumainia wewe. Hapo Mungu anampa faraja moyoni mwake, kwa sababu Mungu anatoa vitu ambavyo dunia haiwezi katoa. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema hivi, na nukuu, kilio chako mbele ya Mungu ni sauti ya maombi yako. Kilio chako mbele ya Mungu ni sauti ya maombi yako. Mtu anapolia, Mungu niangalie, Mungu naumia, nateseka, niko hivi na hivi, hiyo tayari ni sala mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumbe inawezekana ukawa unalia hivyo, una machungu fulani, pengine hujui, lakini Mungu tayari anasikiliza hiyo sala yako. Heri wapole, maana watairithi nchi. Wapole ni wale wanaoweza kujizuia, mfano hasira, wanaochagua amani badala ya visasi. Yesu mwenyewe alisema, jifunze kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mathayo sura ya 11 mstari wa 29. Mfano, mtu anaweza akadharauliwa. Kwa mfano, mtu anaweza akafanywa ubaya kazini au akatupiwa maneno mabaya. Anaamua kusamehe kimya kimya. Baadaye watu wanaheshimu utu wake. Huo ni ushindi wa upole. Sisemi kwamba basi upole ni kuwa hivi watu wanakukanyaga kichwani au nini. Hapana, tafuta haki yako na nini. Lakini hatuwezi tukajibu ubaya kwa ubaya, moto kwa moto. Mtu anakufanyia kitu, unamwashia moto mkali. Hapana. Mungu anataka tuwe watu wa amani. Naona kumbe wapole wanashinda, si kwa nguvu bali kwa upendo. Na mfano mzuri ni Yesu mwenyewe. Alishinda nguvu za kidunia hizi kwa upole na amani. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Hawa ni watu wanaotamani kuona wema, usawa na ukweli vinatawala. Ni wale wanaopinga rushwa, uongo na ukandamizaji bila woga. Wana njaa na kiu ya haki iwemo duniani. Mfano, kama afisa mmoja aliyekataa kuchukua rushwa ili kuficha kosa, akakataa rushwa kuipokea, na alipoteza kazi ili aweze kulinda dhamiri yake, ambayo naona hicho ni kitu kibaya. Mungu atamshibisha na furaha ya kweli. Na hii ni kazi nzito kweli. Makazini kuna watu anaona ngoja nishirikiane katika ubaya kwa kuogopa macho ya watu.
Lakini wapo watu wengi ambao nawafahamu na nyinyi mnawafahamu, unasema huyu kupokea rushwa au kumshirikisha neno hili hapana, ngoja tufanye dili hili peke yetu. Yule bwana ni mlokole, tena wengine wanaitwa walokole. Yule bwana ni mtu wa rozari bwana, uwezo ukamshia kwenye dili hili tulifanye peke yetu. Hao ndio watu ambao tunaweza kusema ni watu wenye njaa na kiu ya haki. Mfano Mtakatifu Oscar Romero wa El Salvador, ambaye alipigwa risasi wakati anaadhimisha ibada ya misa asubuhi, kwa sababu tawala kipindi kile El Salvador ulikuwa na ukatili na udikteta. Huyo Askofu Romero akawa anausema na kuupinga. Baadaye akapigwa risasi akiwa anaadhimisha misa, na ni mtakatifu sasa. Aliwahi kusema hivi, na nukuu, ukisimama na haki unaweza kupoteza maisha. Na kweli alijitabiria alipoteza maisha, lakini unapata uzima wa milele. Kumbe tusiogope kulinda haki zetu, kutetea haki zetu kwa sababu ya maisha. Na mimi hapa nawakumbuka Watanzania wengi ambao wanatetea haki, na hasa kipindi hiki. Wengine wameumizwa, wengine wamepotea, na duniani kote. Huyu Mungu wa kweli aliyepo, aliyesema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa, naomba washibishe katika maisha haya, au kama wameisha kufa katika maisha ya baadaye. Amina. Heri wenye huruma, maana watahurumiwa. Mwenye huruma ni mtu anayeona uchungu wa mwingine na kushiriki naye. Ni umoyo wa upendo unaosamehe na kusaidia. Mfano, jirani yako anakukosea, ungelisema namrudishia jino kwa jino, lakini unaamua kusema namwachia Mungu. Hapo unaonesha huruma ambayo Mungu atakurudishia. Mtakatifu Yohane Krizosto aliandika, na nukuu, huwezi kuomba rehema ya Mungu kama mwenyewe huoneshi rehema kwa wengine. Narudia, huwezi kuonesha huruma ya Mungu kama mwenyewe huoneshi rehema kwa wengine. Mara nyingi tunapenda kusali hata sala ya Baba yetu, utusamee makosa yetu Mwenyezi Mungu kama nasi tunavyowasamee waliotukosea. Tunaomba huruma kwa Mungu. Mungu tuhurumie, Mungu tusamee. Lakini sisi tunafanya hivyo kwa watu wengine. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Moyo safi ni moyo usio na unafiki, tamaa au binafsi. Ni moyo unaotamani mema kwa ajili ya Mungu, si kwa kutafuta sifa. Mfano, kijana anayepewa nafasi mfano ya kudanganya mtihani au kutazamia mtihani, lakini anakataa kwa sababu anajua Mungu ananiona. Huyu ana moyo safi. Mtu ambaye hataki kuchafua roho yake kwa dhambi, anawaza mema, hata kama baya anakuja na tubu, lakini acha kufanya dhambi za zinaa nini, huyu ana moyo safi. Ndio maana Mtakatifu Terezia wa Lisieux aliwahi kusema, na nukuu, utakatifu ni kufanya mambo madogo madogo lakini kwa upendo mkubwa. Mtakatifu Terezia wa mtoto Yesu huyo, au Mtakatifu Terezia wa Lisieux Faransa. Utakatifu ni kufanya mambo madogo madogo kwa upendo mkubwa. Heri wapatanishi, maana wataitwa mwana wa Mungu. Yesu anatuita kwa vyombo vya amani. Wapatanishi ni wale wanaoleta umoja pale palipo na chuki. Mfano mzuri ni vita iliyodumu miaka mwili kati ya Israeli na Hamas kule Palestina. Watu wangu wamekufa, wamemwaga damu. Sudan sasa hivi ugomvi unaendelea, lakini tunashukuru watu wamepatanisha Hamas na Israeli, kuna amani. Hao ni wapatanishi. Of course ni mfano wa juu wa kimataifa. Lakini kwenye familia zetu kuna watu wanagombana, wanachukiana, baadaye wanapatana. Kuna watu wazee kijijini au mahali ulipo mjini au mahali fulani, ni wazuri kwa kupatanisha watu. Baba na mama wamekorofishana, wamepeana talaka au wanakaribia kupeana talaka, watu wanawapatanisha. Hao ndio watu wanaotafuta nini? Amani, wapatanishi. Ndio maana hata Mtakatifu Francisco wa Asizi aliomba kwamba Bwana nifanye chombo cha amani yako. Heri wanaoteseka kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni nao ni wao. Yesu alisema, ikiwa unateseka kwa sababu umefanya wema, usiogope,
Ni bora kuteseka kwa ukweli kuliko kufurahia uovu. Mtakatifu Paulo aliandika, na nukuu, Warumi 8:18, mateso ya wakati huu si kitu yakilinganishwa na utukufu utakaofunuliwa. Tumalizie kwa kusema hivi: watakatifu wote waliishi heri hizi, wengine kwa maisha ya sala, wengine kwa kazi zao, wengine kwa mateso. Utakatifu hauanzii kanisani, unaanzia nyumbani, kazini, sokoni, shuleni, uwanjani na mahali popote pale. Watakatifu ni watu waliosema, ndio Bwana, nataka kuishi kama unavyonitaka. Na leo Yesu anatuambia na sisi pia tunaweza. Tuziishi heri zake kwa moyo wa unyenyekevu, huruma na upendo. Nasi tutakuwa sehemu ya kundi la watakatifu. Mungu mtakatifu, wewe uliwaita watakatifu wako wakae nawe milele. Tujalie nasi tuwe wanyenyekevu, wapole, wenye huruma na wenye mioyo safi kama Yesu alivyotufundisha. Tusaidie kuishi heri zako kila siku, ili siku moja tujiunge na watakatifu wako huko mbinguni kwa Kristo Bwana wetu. Heri kwa sherehe ya watakatifu wote.